Chumba cha siri sehemu ya 5. Ukweli uliojificha. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Mvua ilinyesha kwa sauti ya siri ikipiga kioo cha dirisha kama ikionya juu ya jambo kubwa lililokuwa njiani kutokea. Maua alisimama nje ya hoteli ile ndogo pembeni ya barabara, akiwa amefunikwa na koti jeupe lililojaa matone ya mvua. Macho yake yalishikilia mlango wa mbele, moyo ukimdunda taratibu kama ngoma ya vita ya kimya. Ndipo Kelvin alipotokea. Mkononi alishika begi dogo na nyuma yake Lisa, yule mwanamke ambaye sasa sura yake ilikuwa imejaa furaha na tabasamu lililochongwa kwa uongo. Maua alihisi pumzi yake ikikata kwa muda. Alijaribu kuzuia machozi, lakini joto lililokuwa ndani ya kifua chake lilianza kugeuka kwa baridi kali ya maamuzi. Siku iliyofuata, Kelvin alirudi nyumbani akiwa na sura ya uchovu. Alimkuta Maua amenyamaza, amepanga meza ya chakula kama kawaida. Hakuna aliyesema neno, ni sauti ya vijiko pekee iliyosikika. Lakini ndani ya nyumba ile kulikuwa na ukimya wenye kelele. Kila tone la mvua lililodondoka nje lilionekana kama sauti ya siri ikiandika neno moja tu: mwisho. Maua alianza kubadilika. Hakupaza sauti, hakulalamika, hakusema chochote, lakini tabasamu lake lilikuwa limejaa kisasi tulivu. Alianza kukusanya nguvu zake kimya kimya. Aliandika kila kitu kwenye daftari lake lile la zamani, lile aliloliita kichaka cha ukweli. Ndani yake aliandika: kuna watu huchagua vita na kuna wengine huchagua kimya, lakini kimya changu ndicho vita yangu. Wiki moja baadaye, Lisa alipokea bahasha isiyo na jina. Ndani yake kulikuwa na picha zake na Kelvin wakiwa hoteleni, pamoja na ujumbe mfupi tu: wote wawili mlinitumia. Sasa mtaishi mkijua ukweli haubaki kufichwa milele. Lisa alijaribu kumpigia Kelvin, lakini simu haikupokelewa. Kelvin alikuwa amepotea bila neno. Akaacha kila kitu nyuma. Miezi michache baadaye, Maua alihama mji ule. Alifungua saluni ndogo kando ya barabara ya mbali, mahali ambapo hana mja anayemjua. Kamera ya mawazo ilimfuata taratibu, akitembea kwenye barabara yenye mwanga wa machweo. Upepo ukicheza taratibu kwenye nywele zake. Alitabasamu, si kwa furaha, bali kwa amani. Amani ya mtu aliyeumia akajifunza. Kisha akajua kwamba ukimya unaweza kuwa adhabu kali zaidi kuliko kelele. Maisha yake yalibadilika kabisa, na kila jioni alifunga mlango wake na kuandika ukurasa mmoja kwenye daftari lake jipya lililoandikwa juu yake: mwisho wa chumba cha siri, mwanzo wa maisha mapya.